Vitu vya ndani leo bwana, tupo na mgeni wetu kama tulivyokuwa tumekujuza hapo mwanzo, na kama umetuni sasa hivi Big City Breakfast karibu mpaka 3 kamili za asubuhi. Tupo na Mr. Renatus Matayo ambaye huyu yeye ni afisa mwandamizi vipimo kutoka wakala wa vipimo Tanzania, ambapo tumeanza kuzungumza mambo mawili matatu, ila tunazidi kuendelea kupeana elimu. Sasa Mr. Renatus, yes, majukumu ya wakala wa vipimo Tanzania ni yapi? Asante. Majukumu yako mengi kidogo, lakini jukumu la kwanza kabisa ambalo hata mteja ukimwambia asisahau ni kumlinda mlaji kupitia vipimo sahihi. Hilo anaweza asisahau katika yote, lakini yale ambayo yameorodheshwa kwa utaratibu ni kumlinda mteja katika sekta ya biashara, usalama, afya na mazingira. Hiyo ni jukumu la kwanza. Lakini jukumu la pili ni kuilinda jamii kutoka iepukane na madhara yanayotokana na vipimo. Vipimo wakati mwingine visipokuwa sahihi vinaweza vikaleta madhara. Lakini kuna jukumu lingine la kuhakikisha kwamba kabla bidhaa hazijaingia sokoni, kitu tunaita patent approval, yani kutoa patent, yani kuruhusu aina fulani ya kipimo kiweze kukubalika kwenye matumizi. Hicho yani tunaita patent approval, yani ni moja ya majukumu kuhakikisha kwamba hiyo tunaifanya. Lakini jukumu pila la msingi ni jingine ni kucontrol vipimo katika sekta zote za biashara binafsi, lakini katika biashara za umma, kwamba vipimo vinakuwa controlled, yani unavisimamia, sio kwamba vinakaa tu bila kusimamiwa. Kuna jukumu lingine tuna control prepackage, yani tunakagua au tunadhibiti bidhaa zilizofungashwa kwenye viwanda kabla hazijaingia sokoni. Hilo ni jukumu moja la msingi. Of course ni kwenye viwanda, lakini hata zile ambazo zaingizwa kutoka nje ya nchi kwenye mipaka na kwenye bandari, kuhakikisha kwamba nazo zinakuwa zinaendana na matakwa ya sheria ya vipimo. Jukumu lingine ni kushirikiana na taasisi za kimataifa kama za kikanda kama East Africa, SADC, lakini kuna taasisi ya kivipimo inaitwa OML ambao ni mwavuli wa hizi taasisi za kivipimo duniani, kwa sababu ndio wanatoa miongozo kuhakikisha kwamba mambo yote yanayohusu vipimo, basi na sisi kama nchi tunakuwa hatubaki nyuma, tunashiriki pamoja nao kwenye mikutano, kwenye kuandika zile technical report na mambo yanayofanana hayo. Lakini pia kuna kutoa elimu kwa wananchi. Lazima wananchi au umma upate elimu kutoka wakala wa vipimo. Kama hapo ndo pazito. Mimi ndio nakuja hapo. Mr. Renatus nakuja hapo. Mimi naomba tuende kwa mlaji. Yes. Yaani mlaji wa moja kwa moja, vitu ambavyo vinafika moja kwa moja kwa wanayetusikiliza. Yes. Hivi vikubwa nadhani nadhani wote tunaweza tukawa tuna hiyo elimu, lakini tutavigusia baadaye. Lakini tuje moja kwa moja kwa huyu mlaji. Ndio. Mbaba tuzungumze zaidi na mlaji ambaye yuko katika ulaji wa kitu ambacho kinaenda moja kwa moja, hata asubuhi hii huenda anakitumia saa hizi. Kweli kabisa. Kuna mzozo kwenye mzani wa kupima nyama na kilo za vitu vidogo vidogo kwenye masoko haya, maduka ya mangi na nani. Yani upo mzozo kwamba mtu anaiona kilo ya nyama, anaiangalia hivyo mkono, hii ni kilo kweli? Yani pamekuwa na ujanja sana kwenye mizani. Hapa kwenye mizani hapa. Yes. Kama tunavyosema, moja wapo ya jukumu ndio ile kumlinda mlaji kupitia vipimo sahihi. Sasa tunamlindaje? Ni kuhakikisha kwamba vile vipimo ikiwemo huu mzani uliotaja umehakikiwa na wakala wa vipimo. Sasa kabla sijafika kwenye hiyo hoja, kwenye ujanja basi nianze angalau
ule utaratibu wa kuhakiki. Ni kwamba kwa mujibu wa sheria ya wakala wa vipimo sura namba 340 upande wa mizani specifically sheria inataka angalau kila baada ya miezi 12, tunasema mara moja kwa mwaka mzani huo umekaguliwa, na unapokaguliwa unawekwa seal na sticker. Sticker kuonyesha kwamba umekaguliwa lini na utakaguliwa lini tena. Lakini ni pale ambapo umehakikiwa na umegundulika uko sahihi ndo unaruhusu sasa, unaweka hivyo kwa ajili kwamba umeuthibitisha unaruhusiwa kufanya biashara. Kwa ni kama ile zimamoto ile wanavyopitaga kukagua ile. Nadhani fire extinguisher inawezekana wanavyopita ile kukagua. Kwa una nyinyi mna jukumu la kupita kutukagulia ule mzani wa kwenye bucha na kwa mangi. Kabisa. Na tunapita. Labda kwa watu wengi swala la mizani ambao labda wanakuta wamiliki maduka wanaweza wakahisi labda haifanyiki. Ila ile tunaifanya kwa kwenda kwenye ofisi za kata. Lakini pia yani tunapoanza ile kazi yetu ya ukaguzi, of course tunaenda kwa mtendaji wa kata. Sasa tunaangalia wepesi. Watu wote wanaweza kaitwa kwenye kata wenye mizani wakaleta pale au kwenye serikali za mitaa. Kama labda kata moja ina serikali za mitaa 4, basi tutawatangazia watu wote wenye maduka katika ile eneo na wenye mizani walete kwenye ile eneo. Tunawasogezea huduma sababu ni ngumu watu wote wenye mizani wakaja kwenye ofisi moja kwa moja. Kwa hiyo tunaenda pale. Hiyo kiukweli hata mimi nishakutana nayo. Mimi wakala wa vipimo Tanzania. Sasa nikajiuliza wakala wa vipimo. Unajua mambo yetu kupimwa kwa ujumla nikaona Okay, sasa tukija hapo Mr. Anton, mimi ndo napata swali kidogo. Naomba nimalizie. Okay, sawa. Kwa hiyo tukisha ile mizani kisha ikiletwa pale inaanza kuhakikiwa. Sasa inahakikiwa kwa kuna vipimo tunakuwa tunatumia tunaita standards. Unaweka yale mawe ambayo yamekaguliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mzani unapima sawa sawa. Ukisha jiridhisha mzani uko sawa ndo unaweka seal na unaupa sticker. Sasa baada ya hapo unaruhusu kwenye uende kwenye matumizi. Of course sasa hivi kuna control number analipia kidogo. Basi sasa akisha maliza anaenda kwenye matumizi. Sasa swali lako liko kwenye matumizi ya mzani. Kwamba mimi ninaenda kununua na haki ya kuona sticker ili nijiridhishe mzani uko sawa. Na naijuaje kwamba sticker na mzani umekamilika na umepimwa kutoka kwa kwenu nyinyi? Yes. Labda hapa nimekuja na sticker lakini hii haijawa printed, ni mpya. Sawa. Kwa sababu ikiwa printed inaenda kwa mteja moja kwa moja. Naona sticker kama hii. Upande mmoja imeandikwa The United Republic of Tanzania Weights and Measures Agency. Safi kabisa, sticker inawekwa hii. Sasa hii tayari mteja akisha kaguliwa mzani wake akamaliza taarifa, ukianza kusoma kwa mbali unaweza ukaona imeandika sema ziko kwa Kiingereza, imeandikwa instrument afu kuna VTV afu kama kuna team kama ka plate number fulani hivi. Verification on date ipo, next verification inaonyeshwa hapa. Kwa mfano hapa verification date ni tarehe 29 mwezi wa 9 2025, next verification ni tarehe 29 mwezi wa 9 2026. Okay, alafu panakuwa na sticker number. Alafu panakuwa na code huku. QR code QR code ambayo inakuruhusu pia ukitaka kugundua kwamba hii ni sahihi unamulika, inakupa taarifa zote plus hata control number ambayo umelipia. Sababu ili mpaka itoke lazima tayari wewe ushapata control number na umelipia. Kwa hiyo utakuonyesha wewe ni nani. Yani hizo taarifa utakazokuwa umetoa zinachukuliwa moja kwa moja kwenye hii. Kwa hiyo sasa hiyo ni hatua ya kwanza ya mteja wa kawaida kuweza kutambua je, mzani umehakikiwa. Kuna issue ya sticker. Sasa mizani siku hizi ina makundi kidogo. Tuna mechanical ambayo mara nyingi ndio inatumika kwenye uuzaji wa mchele kwenye maduka ya mangi hayo wanaosema ambao ni mikubwa fulani ile unaweka juu huku unaweka labda mchele upande huu. Lakini kuna mizani ya digital ambayo inatumika kuuza nyama siku hizi inasoma namba ile. Sasa
Hii ya mechanical kuona ni moja kwa moja, yani akiweka labda jiwe la kilo 1 huko anakuwekea bidhaa ya kilo 1, ukishuka tu mzani ukaenda ukarudi, so uende ubakie moja kwa moja ugote pap afu urudi, basi tayari kipimo kinakuwa iko sahihi. Sasa kwa digital ni swala la wewe unayepimiwa uone. Na kwenye changamoto ya upimaji siku hizi ni kwamba ile digital inawekewa sahani juu, yani kabla hajapima inakuwa na sahani. Ukienda kwenye bucha kwa mfano, ukienda kwenye bucha wakati hujaanza kupima, yani kabla hajaanza kupima aweke sahani juu, ndio uone mzani nasoma 00, ilikuwa pamoja na sahani. Ikiwa pamoja na sahani inabidi mzani usome 00. Tena mizani ya digital hiyo. Ya digital. Yes. Sasa mimi hapo kwenye mzani kusoma 00 kuna tekniki ambayo nilikutana nayo kwenye bucha moja wapo, especially kwenye mizani ya digital. Yes. Yani alichofanya ule mzani aliweka chini ya feni. Yani anachokifanya ile feni ikizunguka kuna uzito unaongezeka. Mizani ile inakuwa sensitive. Yani iko very sensitive. Hii mimi ndo nilikutana nayo. Nikasema hivi tuna survive vipi? Yani anaweka mzani kwenye feni, kwa hiyo ile feni inavyopuliza inaongeza uzito. Watu kama hao mnadili nao vipi? Kwa mfano kwa mfano Dar es Salaam ni kweli ni joto. Na feni uwezo kumkataza asiwashe. Ila ile feni iliyopitiliza ambayo ina spidi kubwa, hata mwenyewe katika hali ya kawaida kama uliweza kuona, maana yake kuna kuwa yani kama anataka kufanya udanganyifu. Hiyo ni feni yenye malengo. Sasa ukiona hali kama hiyo naambia hapana, hebu punguza hiyo feni kwanza. Punguza hiyo feni au zima, alafu nipimie, ukimaliza mimi wewe endelea na feni yako. Lakini tunachojaribu kuwaelekeza wananchi kwenye swala la digital scales au mizani ya digital, hakikishe kwamba kabla hajapimiwa mzani uwe 00 pamoja na sahani. Sababu unakuta sahani liko pembeni alafu mzani unasoma 00. Kwamba akichukua nyama, akikata nyama anaweka kwenye sahani lile, alafu anakuja na kuwekea pale juu kwenye mzani. Lakini sahani inabidi iwepo kwanza pale. Au aiweke uione alafu aitoe. Akitoa inaenda negative. Akirudisha inakuwa 0. Kwa hiyo akienda akichukua nyama akakata akaweka kwenye sahani akaweka hapa, ndio sasa kipimo kinaanza. Kwa sababu gani? Upimaji wa bidhaa zote tunasema wewe unaenda kununua net quantity, ule uzito halisi. Wewe ununui kile kifungashio. Sasa hata mpimaji anapochukua akakupimia, yani atakuuzia na ile uzito wa sahani. Sasa utalipia uzito wa sahani, ina maana Mr. Renatus hata anayenifungia mchele na kifungashio akaniwekea kwenye mzani bado ananiibia, kwa sababu ananihesabia na kifungashio. Kifungashio utakiwi kupimiwa. Na ndio maana kwa mfano ukichukua labda unga labda wa kilo 25, yani pale unaonunua ni unga tu wa kilo 25. Sio kifungashio. Hiyo kweli, hiyo ni elimu ambayo umetupatia kubwa sana. Swali lingine la kimtego kidogo, lakini hili sawa. Tumeshuhudia sasa hivi vijana walio wengi, wafanya biashara walio wengi wamekuja na ubunifu mzuri, wamekuja na vipodozi na vitu kama hivyo. Wakala wa vipimo Tanzania, kwa jinsi ninavyofahamu kwamba nyinyi inabidi muwakague hawa wanaotengeneza hivi vitu, especially unakuta kwamba sasa hivi kweli ni ukweli ambao haupingiki, watu walio wengi wanajaribu kuongeza sana maumbile, yani kwamba mtu anataka aongeze kifua, mtu mwingine anataka aongeze mkono, yani pamekuwa na huo utaratibu. Lakini vingi tukubali tukatae, watu wengi tumewashuhudia wanapata madhara, kwamba unakuta ametumia labda dawa kuongeza makalio, lakini baadaye anakuja kumletea madhara makubwa sana. Sasa at the end of the day, jukumu lenu nyinyi ni kujaribu kuwafuatilia hawa wanaotengeneza. Je, wanatumia mizani sahihi katika kuchanganya zile chemicals? Au waga mnawamonita vipi hao wanaotuambia bwana tuna dawa ya kuongeza hiki na hiki na hiki? Asante. Hiyo kama ulivyosema ni swali lenye changamoto. Of course hiyo ni issue ya afya kwanza.
dawa kwa mfano tukianza dawa tu ya binadamu, dawa ya binadamu yenyewe kwa definition yake ni chakula. Ni chakula kwa sababu unaimeza, zile za kumeza za kawaida, lakini hizi za kupaka kama hizo vipodozi inatumika nje ya mwili. Sasa sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba sisi hatufanyi kazi peke yetu kama wakala wa vipimo, tunashirikiana na taasisi nyingine za serikali ambazo zinasimamia baadhi ya mambo ikiwemo swala la hasa madawa hayo, kuhakikisha kwamba ule uzito, sababu sisi concentration yetu imebezi kwenye wingi au quantity. Ile ingredient tunaachia wenzetu, mfano labda wa TBS, TMDA, kuhakikisha kwamba ule mchanganyiko unakuwa ni wa kitaalamu ambao hauleti madhara kwa mteja. Lakini kama wakala wa vipimo, of course, kwa bidhaa zote ambazo tunazikagua, kama tunahisi zina changamoto au zina mashaka, hatuishi pale. Kwa sababu na sisi kwa mujibu wa sheria ya labeling, labeling kuna baadhi ya vitu tunaangalia, mzalishaji ni nani, anazalisha anapaki kwa kiasi gani, ina wingi kiasi gani, na inazalishiwa wapi. Kwa hiyo bidhaa mara nyingi tunaitrack kujua inapotoka na inapoenda. Kwa hiyo kama inakuwa ina bidhaa ambayo inalalamikiwa, of course tutajaribu kutoa hata taarifa ili tuweze kuifuatilia, labda iweze kuondoka sokoni kama inakuwa ina changamoto, au kama wale wazalishaji wana changamoto ya elimu, basi wataelimishwa wapi pa kuboresha. Kwa sababu hata mnapokuwa mko kwenye kaguzi, unaweza ukamuuliza hii mamlaka ushaona nayo. Kwa mfano wajasiriamali wadogo, tunakuwa na zile platforms labda za 88, 77, zile ambazo mara nyingi zinakutanisha wale wajasiriamali, ili na sisi tunawapa yale ambayo kama serikali kupitia wakala wa vipimo tunataka yafanye. Lakini hata zile mamlaka nazo nyingine za kuwepo zinaweza kuwasaidia pia kupata taarifa muhimu. Kwa hiyo mtu hataki kujifungia kwenye upande mmoja. Kwa hiyo lazima utamwambia wewe unashughulika na bidhaa labda za vipodozi, usiache kuona labda TBS, watakusaidia kwenye hili, na huku na wengine wanawasaidia kuwapa elimu ya kawaida, kuhakikisha kwamba ile bidhaa sasa mwisho wa siku inapoingia sokoni inaendelea kuishi na yule mzalishaji anapata faida. Kwa sababu moja ya faida au kazi tunayofanya ni kupromote uchumi, biashara, kwamba biashara ziendelee. Sasa pale kwenye changamoto tunatoa elimu, tunashauri, basi kwa unakuta mambo yanaendelea. Mr. Renatus, tuje kwenye mafuta. Yes. Mafuta na ujazo. Ndio. Kwenye mafuta nianzie kwenye mafuta especially ya magari, lakini nitakuja pia kwenye mafuta kwa maana ya mafuta ya chakula. Tuanzie huku kwenye mafuta ya gari. Kuna malalamiko kwenye ujazo. Mtu anawekewa, sometimes unakuta anasema nawekewa mafuta 50,000 lakini kuna upepo. Nimewekewa upepo. Yaani umeingia upepo. Tujibu hapo, alafu tuje kwenye mafuta ya kula na Mangi yanavyonipimia. Na nyinyi mnaingiaje hapo? Asante. Kwenye mafuta, moja ya jukumu pia tunayofanya kwetu ile pampu ya kwenye kituo cha mafuta ni kipimo. Yaani kama ilivyo mzani au vipimo vingine, ile sisi kwetu ile pampu ni kipimo. Na tuna vifaa tunaita check pump kwa ajili ya kukagua zile pampu za vituo vya mafuta. Tunahakikisha kwamba zinapima usahihi. Sasa kwenye swala la mafuta mara nyingi sasa umetaja 50,000, lakini kitaalam sana sisi tunapoenda kupima hatupimi pesa, tunapima volume au ujazo. Kwamba je, hii pampu inaweza ikapima labda lita 50 kwa usahihi. Kwa hiyo naenda na standard yangu, napima lita 50 katika spidi zote, spidi ya kawaida, spidi ya katikati na spidi ya juu, unaona. Lakini sasa kwenye ile practice, watu wanapoenda kwenye kituo cha mafuta, yeye anasema niwekee 20,000.
niweke sasa. Kuna wakati mafuta kwanza yanabadilika bei. Mimi huwa najaribu kushauri kwamba kama unaweza ukienda kwenye kituo cha mafuta wewe mwambie niwekee lita 50. Yani anza kipimo cha lita. Hao yanataja kwa lita. Labda naomba lita 5. Lita 5 itatoa shilingi ngapi huko itajua. Wewe utalipa kulingana na lita 5. Of course kwa sababu bei za kuwepo kabla hata hujaweka unaweza ukachukua calculator labda 2700 na ngapi mara lita 5 unajua kiasi gani. Kwa hiyo tunapokosea ni kusema kiwango cha pesa na sio lita. No, sio lita. Kwa mfano wewe unasema labda mimi mwezi mzima au wiki mbili, tufanye wiki mbili, kwamba nikiweka lita 20 wiki mbili zinaisha. Nikienda kazini nikirudi na nikapita labda sehemu moja hivi labda mara moja kwa wiki au mara mbili, lakini bado lita 20 zinanitosha. Sasa ile kwenye budget inamsaidia mtu kuwa anajua kwamba gari yangu inakula kiasi gani. Kwa sababu mafuta yanapobadilika kuna wakati hujui. Kuna wakati zinatoka zile price index, kuna wakati zinabadilika kiasi unaweza ukawa hujui. Lakini ukibezi kwenye kwamba nakunywa lita labda shilingi kadhaa, sometimes inakuwa ni changamoto. Mimi nishakutana na scenario moja, bodaboda moja akaniambia nimetoka nikiweka mafuta 5000 natoka Kigamboni na kuja mpaka Oysterbay. Lakini this time afu kama mara mbili hivi. Lakini this time nifanya hivi naona haijatosha. Nikamwambia sawa. Hii nikamuuliza maswali mawili matatu, lakini baadaye nikaja kugundua. Nikamuuliza, je, kwa nini ukiweka lita 5000 unapata lita kiasi gani? Sasa yeye hakuwa aware kwamba anapata lita kiasi gani. Sasa tukienda hivyo kwamba ukijua unapata lita kiasi gani, kwa sababu gari linakunywa lita au bodaboda inakunywa lita. Kwamba ukijua yani nimeweka lita 5 zangu na nikapiga trip zangu bado haijatosha, utakuwa umepunjwa. Lakini ukibezi kwenye pesa kuna wakati inaweza ikawa sio sahihi sana, japo ndio mfumo ambao tumeuzoea, ila for the purpose au kwa maana ya ule kipimo sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba kipimo kinapimwa kwa usahihi, na tunashauri na tunakagua. Nayo na tena moja ya eneo ambalo tunafanya kaguzi nyingi sana. Hata leo ungepata mtu wa kituo cha mafuta aisee ni vituo vya mafuta. Kaguzi ni nyingi. Yaani kuna ule ukaguzi wa mwaka ambao wa kisheria au mara moja. Lakini kuna zile kaguzi za mara kwa mara za kushtukiza. Kwenye vituo vya mafuta ni nyingi, na mimi naweza nikawatoa wasiwasi kwamba vituo vingi sana vinapima mafuta kwa usahihi. Nimalizie kitu kimoja mbaba. Wakala wa vipimo wanaanzia kupima wapi mafuta ya kula? Mafuta ya kula mpaka yafike kwa Mangi yanipimie mimi mafuta ya buku. Wakala wa vipimo wanaanzia kunipimia wapi? Sawa, asante. Na nimalizie tu kidogo kwa mafuta ya mafuta. Sawa. Ni kweli. Kwa hiyo kwenye vituo vingi vinafanya vizuri. Ile stika nilioongelea, ukienda kwenye kituo cha mafuta kwenye ile pampu utaona imebandikwa. Inakuwa imebandikwa kuhakikisha kwamba ile pampu imekaguliwa na itakaguliwa lini tena. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya wakala wa vipimo, kipimo chochote ambacho kinatumia stika ambayo imeisha muda tunachukulia kwamba hakifai na kiko nje ya muda. Kwa hiyo hata changamoto zikiwepo, basi hiyo inakuwa ni changamoto ambayo imeletelezewa na yule mtumiaji. Kwa hiyo naye ana wajibu, na uzuri wa stika inamkumbusha hata yule mwenye kipimo, badala ya kusema kwamba nimesahau, anakuwa anaona kwamba kipimo changu kikaguliwa tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka labda mwaka uliopita, sasa muda umefika, natakiwa nikague tena. Kwa hiyo kwenye hisho mafuta kwa kweli mimi nashauri kama unaweza jitahidi unywe lita. Usiangalie hela. Ili baadaye utakapoona kwamba kuna matumizi ambayo sio ya kawaida na routine ile ile, basi ni rahisi kugundua kwamba kuna changamoto. Lakini unapokutana na changamoto usisite kututafuta.
Usisite kututafuta. Kuna namba ambayo iko hewani muda wote kwa ajili ya kututafuta. Naomba nitaje. Sawa. Ili maana watu wengi wanaweza kaisi kwamba yani tunafikikaje. Tuna ofisi za mikoa, ofisi kila mkoa tuna ofisi. Hata kwa Dar es Salaam ziko ofisi nyingi tu kama ziko 5. Kuna Kinondoni, kuna Ubungo. Kinondoni pamoja na Ubungo, kuna Ilala, kuna Temeke, kuna kitengo cha bandari. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sasa hivi makao makuu imehamia Dodoma. Kwa hiyo ilikuwa hapa Dar es Salaam lakini sasa hivi imehamia Dodoma. Lakini kwa namba ambayo mteja akisi labda ameibiwa au amepunjwa, apige namba ile ni tunaita toll free, yani ile namba unapiga hata kama bure. Bure hata kama una salio. Ni 08 00 00 110 097. Labda tuirudie. 08 00 110 097. Yes. Kwa hiyo mtu akisa amepunjwa asisite kutupigia na tutafika kwa ajili ya kutatua changamoto iliyopo. Okay. Twende kwenye mafuta ya kula. Ya kula. Yes. Sasa mafuta ya kula ile ya kwanza, jukumu la kwanza lilikuwa tumesema tunahakiki vile vipimo. Hilo tunaita metrology control. Sasa jukumu la pili tuna control prepackage. Tunakagua bidhaa zilizofungashwa kwenye viwanda na kwenye mipaka pamoja na kwenye bandari. Sasa ili mafuta ya kula yanaingia kwenye upande wa bidhaa zilizofungashwa. Okay. Yes. Kwamba labda tu kwa practice, kwa mfano kama uzito wa ndoo ambao tumeuzoea au lita 20 lita 10. Yes, kama hujabadilika. Maana unajua upimaji unategemea na kile kifungashio uzito wake. Okay. Kwa kawaida yani nasema kama uzito wa ndoo tupu ukibakia kuwa ile kwa namna wazalishaji wa ndoo wanavyozalisha, mara nyingi mafuta ya kula ukipima ya lita 20 yanakupa kilo 18. Kilo 18. Kwa zile kilo 2 zinaenda wapi? Za kifunga? Hapana, upimaji wa vimiminika una kitu kinaitwa density. Density darasani ulikuwa unasinzia. Leo utanyooka. Ngoja, leo tuko vizuri. Darasani ulikuwa unasinzia, utanyooka. Twende kwenye density. Twende Mr. Renatus. Density. Refresh kidogo. Sio kwa sinzia darasani wewe. Twende kwenye density. Yes. Kwenye swala la density, upimaji wa vimiminika, kuna kitu kinaitwa density. Kama unakumbuka ni mass over volume. Density ni mass over volume. Sasa kabla sijajibu hiyo ya mafuta ya kula, tutaenda kwenye density ya maji. Tuashumu labda brandi moja hapo ya maji ambayo unaijua, sitataja yote lakini ziko nyingi ambazo unakuta labda maji yanafunga kwa lita 500, lita 1 na kuendelea. Sasa density ya maji huwa ni 1, si ndio? Sasa kama unakumbuka, sasa ikiwa 1, density ni mass over volume, si ndio? Kwa hiyo density ni 1, kwa hiyo mass over volume. Kwa hiyo kama density ni 1, kwa hiyo unakuta ukipima maji yenye density labda yenye lita 1, si ndio? Lita 1, kwa sababu density ni 1, definitely tutakuletea kilo 1. Kwa nini? Kwa sababu density ni 1 inakuwa density 1 ukicross multiplication, kama ungekuwa unakumbuka, itakuwa mass sawa na nini na volume. Sawa. Yote hayo Mr. Renatus tunaitafuta lita 20. Umeelewa kwanza? Alielewa density. Umeelewa kwanza? Mass inakuwa na sawa na volume kwa sababu density ni 1. Umeelewa? Jamani, leo hapa tumepigwa formula. Unaona? Tumepigwa formula. Lakini naamini ndugu yangu Caster. Nani amesema? Kaachwa. Nani amesema? Tuendelee Mr. Renatus. Asante. Sasa yani ni breakfast situation. Density of a volume. Twende.
Kwa hiyo density kama ni moja, mass inakuwa sasa na volume. Na volume. Kwa hiyo ukipima ile volume labda lita moja, kwa sababu density ni moja, inakuletea hiyo kilo moja. Sasa kwa density ya mafuta kidogo ni nzito. Okay. Kwa ndo maana inabaki gap ya zile mbili kwenye 20. Inakuwa 18. Yeah. Okay. Kwa ni mahesabu uhuru unabaki kwa anayeuza sasa. Kwa hiyo Mangi ana uhuru wa kuuza anapotaka yeye. Sasa Mangi, sisi tunachofanya tunahakikisha kwamba kama labda ananunua ndoo ya lita 20, ile ndoo imetimia lita 20. Ila sisi mfumo tunaotumia kupima, of course kwenye upimaji tuna software tunakuwa tunatumia. Sasa ndio maana tunapima kwenye mzani, lakini tunabadilisha kwenye uzito. Hiyo njia inaitwa gravimetric method. Yani unapima uzito, unauconvert kwenda kwenye volume. Okay. Lakini sasa kwenye hali ya kawaida tunahakikisha kwamba ile muuzaji kama Mangi unayemsema, ile ndoo ya lita 20 na kwa kweli imetimia. Sawa. Sasa hapo Mr. Renatus, hapo mimi nimeridhia binafsi. Na naamini mbaba umeridhia pia. Kabisa. Lakini Mr. Renatus, tunakuuliza sana vitu vinavyohusiana na jamii ya mlaji wa moja kwa moja. Tena yule mdogo kwa sababu ndio mwenye maswali mengi kuhusu wakala wa vipimo. Ni kweli. Kuna kitu kinaitwa short. Nadhani utakuwa umetujibu kwa sababu mnapima katika nyinyi vipimo vyenu vinaenda katika package viwanda pale kwenye viwanda. Tunajaribu kumzungumzia na mimi nataka nijue namna ambavyo nyinyi mmempima kwenye kiwanda. Huyu anayetupimia sisi kama Mangi kwenye lita 20 ya mafuta. Nataka nimjue mwamba kuna kwenye vikopo vyeni anauziwa kinywaji vinaitwa vibaba. Anauziwa kinywaji kutoka kiwandani ambacho nyinyi wakala mmeshapima. Yeye anakuja kunipimia mimi cha kupima tunaita. Kwa mlaji wa chini kabisa. Lakini kwa mlaji wa kisasa anasema short. Yule anajikadiria au naye mnamtazama katika kadirio lipi? Okay, sawa. Sasa tukimalizana na huyu wa Mangi afu tuje huko. Huyu wa Mangi yeye anatumia vile tunaita vibaba. Sasa vile vibaba vimetengenezwa, serikali of course yaamua kuvitengeneza kurahisisha maisha. Kwamba sio kila mtu atanunua ndoo ya lita 20 aende kutumia nyumbani. Lakini yule Mangi akishanunua akaweka dukani, kile kibaba chake kinapimwa. Unakuta vina mililita 200 mara nyingi au 100. Kuna kile kikubwa na kidogo. Sasa vile vinakaguliwa na watengenezaji wake ni maalum. Vinakaguliwa, vinahakikisha kwamba ule uzito, ule ujazo uko sahihi. Kwa hiyo akikuchotea sasa, kwa bei ni yeye mwenyewe anapanga. Lakini amekuuzia kiasi gani, labda akichotea hivi kakuchotea mililita 100 au mililita 200. Sasa atakuuziaje ni bei anayopanga kulingana na faida atakao na yeye aweze kupata faida. Kwa hiyo inaruhusiwa, iko sawa. Na vile vibaba vinaruhusiwa na vinakaguliwa. Ni rasmi kabisa. Lakini angalizo ni kwamba bei itategemeana na muuzaji. Hilo pia mkumbuke. Kuna hilo ambalo liko pending. Ndio la nani? La short. Sasa short kwenye vinywaji vikali. Kila vya kupima. Short kwenye vinywaji vikali ni sehemu ya sheria. Ni sehemu ya sheria na ni vile tu masomo kidogo nao ni mengi sana, lakini kuna hiyo shoti. Siku hizi kuna hizi bia za kupima za kuwa kwenye mtungi na mimina ile. Sasa kwenye sheria ya vipimo, kwa mfano tukianza na hiyo bia, hiyo glasi anayokupimia inatakiwa iwe ina demarcation, yani ina vipimo, ina kipimo kwamba amekuuzia labda nusu lita, kama amekuuzia mililita 500 au 400, yani inatakiwa ijulikane amekupa kiasi gani, yani asikupe tu glasi kama kwenye bomba la sindano. Yes. Kwa hiyo hata zile short zipo za mililita 10, mililita 20 mpaka mililita 50. Lakini vijana wanapiga tu. Sasa wale mara nyingi yeye anasema nipe single, nipe double. Single nipe double, anapeleka tu. Lakini yule mpimaji anakuwa anajua, naye pia naye anatengeneza bei mwenyewe kulingana na. Ila wakala wa vipimo mnamtambua mpimaji wa short? Tunamtambua kabisa na sheria imemtambua. Bwana hamna makosa. Swali.